Kenya inasema imefanikiwa kuwarejesha nyumbani raia wake 18 waliokuwa wamenaswa katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Hata hivyo, mamlaka zimeonya kuwa raia wengine kadhaa wa Kenya bado wamekwama katika kambi za kijeshi nchini Urusi baada ya kuandikishwa kupigana vita, huku wengi wao wakivutiwa na ahadi za uongo za kupata ajira. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema, na hapa namnukuu, baadhi ya raia wetu bado wamekwama katika kambi mbalimbali za kijeshi nchini Urusi na wamewasiliana na serikali ya Kenya kuomba msaada. Raia waliookolewa tayari wamerejeshwa nchini na watapitia programu za kuwasaidia kurejea na kujiunga tena na maisha ya kawaida ya kiraia. Mwisho wa nukuu. Kenya inasema imepata ripoti za kuaminika kuwa zaidi ya raia wake 200 wanaweza kuwa walisajiliwa kupigana pamoja na majeshi ya Urusi nchini Ukraine. Ubalozi wa Kenya huko Moscow umethibitisha kuwa baadhi ya wale walioandikishwa walijeruhiwa, wengine wakikwama baada ya kufeli kwa majaribio ya kuajiriwa. Serikali pia imesema mazungumzo yanaendelea na mamlaka za Ukraine ili kuhakikisha kurejeshwa kwa raia wanaoshikiliwa kama wafungwa wa kivita. Sasa wakati hayo yakijiri, viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels kujadili mipango ya kutumia mali za Urusi zinazodhibitiwa ili kufadhili mkopo mkubwa kwa Ukraine. Asilimia kubwa ya mali zenye thamani ya dola bilioni 245 inashikiliwa na shirika la Euroclear lenye makao yake nchini Ubelgiji. Ubelgiji hadi sasa imepinga hatua hiyo, ikisema haiwezi kubeba hatari za kufanya hivyo peke yake. Nchi nyingine pia zina wasiwasi kuhusu kuwajibika kisheria iwapo Urusi itachukua hatua za kisheria kudai kurejeshewa fedha hizo. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema viongozi hawataondoka bila kuwafikia makubaliano ya ufadhili kwa ajili ya Ukraine. Urusi imeionya Umoja wa Ulaya dhidi ya kutumia fedha zake. Bila kuongezewa ufadhili, fedha za Ukraine zinatarajiwa kuisha ndani ya miezi michache tu ijayo. Akizungumza na vyombo vya habari, Rais Volodymyr Zelensky alielezea jinsi anavyokusudia kutumia fedha hizo. Kama ikifika majira ya kuchipua na Ukraine itakuwa bado haijapokea kiasi cha fedha katika awamu hiyo, ambazo endapo kutakuwa na utekelezaji wa makubaliano ya amani, basi zitatumika kwa ajili ya kuijenga upya nchi yetu. Au endapo vita vitaendelea, basi Ukraine itazitumia fedha hizo kwa ajili ya vipaumbele vifuatavyo. Kipaumbele cha kwanza kabisa ni uzalishaji wa drone, na endapo awamu hii ya fedha haitapatikana, Ukraine itapunguza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa drone. Sasa wakati juhudi za kusitisha vita zinapoendelea, Ukraine inazidisha kasi ya kutengeneza silaha ili kujiandaa kwa uwezekano wa mgogoro wa muda mrefu. Mwandishi wetu wa masuala ya ulinzi Jonathan Bell amepata fursa ya kipekee kutembelea viwanda vinavyounda silaha za Ukraine za masafa marefu zenye uwezo wa kushambulia maeneo ndani ya Urusi. Taarifa hiyo inawasilishwa na Peter Mwangangi. Katika